Hello wapenzi wa Connection TV habari, mimi ni Chionda wa Chionda. Haya ni habari kutoka Connection TV. Sema Dar es Salaam, Afrika Mashariki yajadiliana ujenzi wa refinery mpya. Wakazi majirani wa Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda, DR Congo pamoja na Sudan wana mpango wa kujadiliana kutengeneza refinery ya kusafisha mafuta wenyewe na kujiuzia ili kuondoa msongamano wa shida ya Waafrika ya mafuta kutokana na mgogoro wa Strait of Hormuz, vita kati ya Marekani na Irani. Njia za mafuta tunayotegemea kutoka nje imekuwa ngumu. Kwa hiyo viongozi wa Afrika Mashariki wamekuja na wazo lilokuwa jema, lilokuwa zuri, kufanya watu wa Afrika Mashariki au wa Afrika kwa ujumla wawe na maamuzi yao. Mafuta wanayo. Kenya inamiliki mafuta, Uganda ina mafuta, Tanzania ina mafuta. Uganda kishaanza kuchimba na kutengeneza bomba linaitwa Ohima pipeline ambayo inatokea Uganda mpaka kupitia Tanga mpaka bandari huko bandari ya Tanga ili kufanya urahisishaji wa usafirishaji kupitia bahari ya Hindi. Hii ni ndio njia mojawapo itakayofanya Afrika iraisi hapo, na haya ni mafanikio makubwa kwa viongozi kwa fichwa ya Afrika, vijana wetu na sisi wenyewe kama tutakuwepo, huku mfanya biashara Aliko Dangote akisema yuko tayari kutoa sapoti kubwa, yeye akiwa kama mfadhili wa ujenzi huo. Tunaelekea Kongo. Kongo imepata mafanikio ya kifedha baada ya kuuza akiba yake ya fedha, wanasema Eurobond iliyokuwa imeshikiliwa kule Ulaya, sasa imepelekwa Kongo. Wamechukua pesa yao ambayo kwa sasa itawasaidia ili kuondoa shida na matatizo ya maisha ya Wakongomani ambao wanasumbuka kwa afya, njaa pamoja na matatizo ya kiusalama. Kwa hiyo serikali ya Kongo imesema imepata ahueni baada ya kuchukua pesa zao zilizohifadhiwa katika benki za Ulaya ambazo ziliwekwa na wezi, viongozi mafisadi na watu wasiojiamini. Vatikani. Ziara ya Papa barani Afrika yatikisa siasa za dunia. Papa leo amemaliza ziara ya nchi 4 za Afrika akitoa hotuba kali dhidi ya ukoloni mpya, tawala dhalimu na migogoro ya kimataifa, huku akisema watu wa magharibi wanafanya dhambi kubwa kudhulumu rasilimali za Afrika na kujitajirisha wao, huku Waafrika wakiishi katika ziki, magonjwa na njaa kubwa. Mwafrika akitegemea kipato cha $1 kwa siku na muda mwingine ni nusu dola au inafika robo dola. Huu sio usawa, huku wazungu wanaotumia mali za Afrika wakiishi katika maisha makubwa, maisha ya utajiri na kupindukia. Hii amepigia kelele kiongozi huyu mkubwa wa kiimani wa kanisa Katoliki duniani lenye waumini zaidi ya bilioni 2 na milioni 24. Anasema Addis Ababa, Ethiopia. Ripoti ya kifedha inaonya kuwa Afrika inaweza kukumbwa na janga na upungufu mkubwa wa mafuta katika miaka ijayo kama uwekezaji hautaongezwa sasa. Afrika na uwezo mkubwa wa kupambana na janga la kukosekana kwa mafuta. Kwa hiyo, kwa mujibu wa viongozi na wachambuzi wa masuala ya uchumi wa Afrika, wanawapa onyo watawala wajiandae na uhaba wa lita wa tani milioni 86 hadi ifikapo mwaka 2040. Afrika itakuwa haina mafuta ya kutosha, huku msongamano wa maendeleo ukizidi kuongezeka, uhitaji wa mafuta ukiwa unahitajika, huku Afrika ikisemekana ina utajiri mkubwa wa mafuta ardhini kwake. Kwa wazo hili inaonyesha kabisa kama vile viongozi wa Afrika wale wa Afrika Mashariki walipoamua kufanya mpango wa kutengeneza refinery zao na kusafisha mafuta wenyewe na kuyapeleka nje. Hii imekuwa ni wazo bora, na Afrika inapewa onyo ya kwamba inaweza ikakumbana na shida kubwa ya ukosefu wa mafuta ifikapo mwaka 2040. Dar es Salaam, Tanzania. Wanasema bei kubwa ya mafuta imeongeza matumizi ya magari yanayotumia CNG nchini Tanzania,
huku wananchi wengi wakibadili mifumo ya magari yao. Ripoti ya uchunguzi inaonyesha kwamba wananchi wa Tanzania wengi sasa wanaacha utumiaji wa mafuta ya kimiminika, wanakwenda kutumia gesi. Hata watu wengi wana usafiri wa magari pamoja na bajaji wanaenda kubadilisha mfumo wa injini zao zitumie gesi badala ya mafuta, baada ya mafuta kuwa bei ghali, huku bei ya gesi ikiwa haizidi 2000 kwa lita moja. Kwa hiyo wananchi wa Tanzania wenye wanaomiliki magari pamoja na usafiri mwingine wameamua kubadili njia nyingine ya kujiweka sawa kiuchumi ili kipato chao kiendane na uendeshaji wa magari, huku bei za daladala zikipanda Tanzania kutokana na ongezeko la bei ya mafuta. Wananchi wamepokea mapokeo kutokana na ugumu wa maisha na migogoro inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni Connection TV habari, mpaka mara nyingine, karibuni sana.